Mwina kuna watu 300. Tuwakatie kiango kia hivi. Sikufuatana na vichwa vya watu. Kama watasema watatoa 1,000 watu 500 tutapata hivi wanatuma. Ndio maana kanisa lenyewe linakuwa haliandikaki kukatakasi wale watu ndio watu wake kanisani. Niliwaambia mtakula chakula kigumu. Biblia inasema si kila siku kunywa maziwa na mume na mifupa. Hivi mnanielewa? Mtu ni kufunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wafunzwe. Na mnaona ishi mwezi. Nilikwambia kuna siku moja sikuwa nishika waisema nini. Tukafika kuomba, kwenda kuomba. Tunakaa mlimani, tulikuwa watu kama 5. Tuko tunaomba Mungu atujibu mahitaji. Tunafunga macho. Mimi huyu hapa sifanyi biashara. Nasikia malaika ananiambia lisikioni, wewe uliza wenzako wanakaa hapa wao wote. Mwenyewe mwezi alitoa zaka, akai hapa ombe. Nini namba mnakaa hapa mnaniomba? Mwenyewe alitoa zaka tu mwezi, akai aombe. Nikafungua macho nikamwambia watu, "Wewe kwanza macho tuongee." Wakafungua macho. Kati yetu hii mwezi kuna mtu ametoa zaka. Nani aliweka zaka, toa zaka hii mwezi? Hakuna aliweka mkono. Saudi naambia kama itakuta kuna aliweka mkono na wewe ondokeni, nisije nikaua muda huu. Tulienda asubuhi na hiyo asubuhi tukaanza kunja vitu tukarudi nyumbani. Wewe unachezeka na Mungu, haujui zaka ni nini. Ninajiuliza mimi sipewe zaka, lakini kuna mtu ananipa 10,000. Mungu anahitaji 10,000 alibariki lecho, atoe 1,000 nimpe Mungu. Nilibarikiwa ilikuwa 10,000, sikumpa Mungu hiyo mwezi. Akaniambia toka mbele yangu, si biashara. Wewe unaniambia mama leo tunaponea huruma, nunua kasukari. Kale kasukari, Mungu anaangalia hapo nimpe 1,000. Niambie wewe mwenyewe unafanya biashara, unapata 20,000. Lakini zaka yako haionekani kwenye madhabahu. Hii ni dhambi kubwa ya kanisa la mahali. Nikiongea kanisa la mahali mnaelewa. Kanisa la mahali maana kwa hiyo unasali wewe. Zaka yako inahitajika pale. Amen. Hivi mnanielewa? Kuna watu 3, watu 2 makanisani wana matatizo. Wa zaka na wa kupokea zaka. Mimi naweza nikafika barabarani. Zaka ninayo mkononi. Nakuta mtumishi wa kanisani, baba hizi zaka yangu nasafiri uifikishi. Wewe ukala, wewe mtumishi wa kanisani ukaiba au ukifikisha kwenye budget ya wale wanaoandika, unakula moto. Paka ifike mahali msika. Ingia kwenye kile kitabu cha zaka. Hiyo ndio wanapoiandika, mbingu zinaandika. Mbona wasikia niulize swali? Niulize swali juu ya zaka kale mtumishi. Beba maiki baba. Samani sio kwamba ni na kielele cha kusema sema. Hapana. Lakini sasa kama Mungu ameruhusu niseme, kwa nini nyamaze kimya? Hapana. Bwana Mungu, kwanza kabla sijasema kwenye zaka, kuna kitu nataka nikiseme. Nimewaza jambo fulani. Mtu mwingine anaweza akasema sasa afanye Yesu ana mshahara. Ndio maana anasema kutoa. Sisi wengine tunauza nyanya au nini? Au sijui tunauza dagaa. Unajua Mungu anaweza akabadilisha maisha yako ya kuuza dagaa ukawa tajiri. Mradi tu wewe ukatae hiyo hali ya kuuza dagaa. Nitatoa mfano unaonihusu. Mwaka nadhani ilikuwa 2000 sina ngapi. Kwenye 2003 mke wangu alikuwa mpika chapati. Nakumbuka mimi nilienda Temeke, nikanunua Temeke Steel kuna soko. Nikanunua maembe. Nikabeba begani, nikaingia kwenye basi, nikashuka, nikampelekea mke wangu auze tupate hela. Lakini mke wangu nikamwambia hivi,
wewe ni mwalimu. Mke wangu hamkumwona akaja akiwa mwalimu. Tena alikuwa na Biblia, anasoma Biblia pia masters. Haya. Kwa nini? Yaani kile unachokiumba mdomoni kinakuwa. Mradi uume kwa imani, lakini hiyo imani utembee nayo na itende kazi. Kwa sasa wewe umeuza dagaa, kama utaridhika na hali ya kuuza dagaa, kwambia utauza dagaa na watoto wako watauza dagaa na wajukuu watauza dagaa. Kataa hiyo hali, afu chukua hatua ya imani. Na hatua ya imani ni kutumika. Kama huna cha kutoa, jamani, huna hata nguvu. Mimi kuna siku nilitoa mfano hivi kweli, mimi sijui, lakini hivi huwezi kwenda hata kwa mchungaji Jemima ukafua nguo zake. Huwezi kwenda kwa mchungaji Sospita ukamnyosha suti. Sawa, suti anaweza kwenda dry clean, lakini hakuna hata shughuli yoyote ambayo unaweza kwenda kwa mtumishi yote kafanya ili tu akuombee baraka. Hivyo unafikiri baraka za mchungaji Jemima akiomba zitadondoka bure? Hauna jambo lolote lile hata unaweza kaja kanisani hapa ukafanya ukasema, Mungu kumbuka nimefika majani kanisani, Mungu kumbuka nimefuta viti kanisani. Hauna kitu chochote ambacho unaweza kukifanya special ili ukumbushe Mungu. Mimi nilikuwa kufuta viti kanisani nikiwa Moshi, tayari kwa ofisa. Na nikaenda kwa kanisani ili niende nikafuta viti. Watumishi wa Mungu wakae, wakikaa na mwambia Mungu kumbuka nimefuta viti. Tena nikiwa ofisa, sio askari mdogo. Siku moja mimi nilibeki chooni, mchungaji akaniangalia akasema, "Wenzi wa kanisa, hauna beki choo?" Nikasema, "Nina beki choo." Nikampa mfano hivi, kama mtu anafanya kazi Ikulu, akiulizwa na watu, "Unafanya kazi wapi?" "Nafanya kazi Ikulu." "Lakini yuko Ikulu ni mpiga beki chooni." Watu wasema, "Anafanya kazi Ikulu, kumbe ni mpiga beki chooni." Mchungaji akasema, "Basi sikuulizi tena." Afu nikamwambia mjana, kama mimi na beki choo, nyewe mnaniangalia, nakwambia kwanza beki choo, mwe mna beki nyepia. Mimi nawafundisha kwa vitendo, ili na nyie sasa mjue kwamba kumbe hata wanaume wanaweza kadeti choo. Kwa wana wa Mungu, nitaka niseme hayo machache, lakini niongee kwenye zaka kwamba katika zaka, ukitaka madirisha ya mbinguni yafunguke, toa zaka. Na mimi kwa namshangaa mke wangu, anauza biashara, anakusanya hela, alafu sasa zaka kutoa na muona amekaa. Nasikitika naongea kwa kuwa hayo, lakini hata kama nipo naweza kuongea tu. Hata kama mtaji wako kiasi fulani, kile unachokiuza kipigie mahesabu, chukua hiyo change, hiyo faida, ipigie fungu la 10 ndio utoe. Kama usipotoa zaka, nakwambia unajifungia baraka. Zaka ndio kila kitu. Ukishatoa zaka unapumua. Mimi nilikuwa na kaela kangu nimepata, hasa nilikuwa nasema, kwa nini nisisubiri mwisho wa mwezi niziunganishe ndio nije nitoe zaka? Mungu akaniambia, "Nenda kachukue hiyo hela, njoo utoe zaka." Jana nilienda benki, kachukua hiyo hela, toa zaka. Sasa nikajisikia niko huru. Leo napigiwa simu kutoka Tarime, naambiwa ameongezeka mlengo mwingine. Nikisema ameongezeka mlengo mwingine simnaelewa. Kuna mjukuu mlengo keshazaliwa Tarime. Kwa nini? Asipi naambiwa, "Baba, mke wangu anaenda hospitali, lakini huwa anafanyia operation." Nikasema hivi moyoni, kwa jina la Yesu acha kifungua. Mimi nafunga siku 40 alafu nihangaika. Kwanza hata sikuhangaika kuomba. Mlengo kapatikana kule. Wana wa Mungu, hebu twende kwa imani. Mimi najua tukienda kwa imani tutafika. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Baba, tusome kitabu cha Malaki. Tunasoma kitabu cha Malaki, tunasoma 3. Kitabu cha Malaki kitatuongoza namna watu wanapaswa kuishi. Tunasoma kitabu cha Malaki 8 mstari wake 3 mstari wa 8. Biblia inasema je?